Anazungumza mtoto mwalimu marehemu Ken Walibora kwamba siku ya kwanza anakwenda kwenye idhaa kutangaza alikuwa anapigwa sana mawe. Kwako wewe ushaitokea kwamba uliwahi kupigwa mawe mahali? Mawe hapo lazima kila mmoja apitie. Mimi nafikiri idhaa moja kitangaza alikuwepo mzee na kijana pia. Sasa tukatengeza ratiba ya kazi. Naam. Ilikuwa ni mwaka 2006. Kombe la dunia Ujerumani walikuwa wenyeji kama sijakosea. Ile ilishia Ufaransa wa Zidane akipiga kina Matarasi vichwa na wakabeba taji Italia. Sasa tukatangaza ratiba ya kufanya kazi. Na mwenzetu alikuwa amekwenda Ujerumani. Naam. Sasa akarudi baada ya wiki moja. Na siku hiyo ilifanya nitangaze huo mpira. Na mimi ndo naingia bado mgeni pale. Unaelewa tena kuku akosi kamba kuku ile mgeni. Sasa kilichofanyika nilijua siku hiyo na utangaza mpira na mzee ametangulia mbele za haki kwa sasa, Mola mrehemu. Amen. Sasa huyu mwenzetu aloingia naambia unaingia kama leo. Nikajua huyu atapumzika kesho, ataanza ile siku nyingine. Hasa mimi nikifika najitayarisha nini? Nalikuwa mgeni nikasikia wananiambia utangazi huu mpira tutatangaza na ubwana. Naam. Sasa kilichofanyika si mimi nikafunganya virago kenda zangu nyumbani. Amini usiamini, alikuwepo naye mtangazaji wa zamu. Alikuwa ameniona. Akanipigia simu. Akaniambia mbona mimi nakuona umeandaa mambo yako line up, shafanya research. Alafu mpira imekuwaje? Nikamwambia wameniambia wao wanatangaza, sasa mimi nakwenda nyumbani. Sasa alichokifanya yeye naye akaenda kwa bosi. Bosi sasa hivi pia ni marehemu, ametangulia mbele za haki, alikuwa ni wa Irumburu. Akaenda akamwambia walichomfanyia sana si kizuri. Pamoja kwamba ni mgeni, nimeona ameenda idhaa kama naiona ameenda nyumbani. Ilikuwa idhaa ya Radio Citizen. Naam. So kilichofanyika, huyo mkuu wa idhaa alinipigia simu. Akaniambia kesho saa 9 nataka kuona ofisini. Kamuuliza kuna shida gani? Haya wewe njoo tu. So nilipokwenda nikawakuta hao wenzangu. Aliwapa kisomo. Anambia huyu kijana ameingia hapa, mshike mkono, mzee umetangaza muda mrefu, wamejiandaa kuingia mpira, unajua amkufanya vizuri. Unajua aliwapa kisomo kweli kweli. Lakini sasa angalia binadamu tulivyo. Wale walipotoka pale wakaanza kusema huyu Al-Shababu amekwenda kutushtaki kule. Umeelewa? Naam. Kumbe na huyo mtangazaji wa zamu siku hiyo namtaja leo alikuwa ni kama Umunywa. Ndio alikwenda akamshtakia bosi kwamba walivyomfanyia, na sasa azungumzi amefunganya tu virago akaenda nyumbani. Kwa nafikiri hizi changamoto zipo maishani, popote pale utaenda mwingine atakuzimia mikrofoni. Naam. Yani lazima, ndio binadamu tumeumbiwa nyongo.